Hujambo, karibu katika Dream Media habari, lakini kwanza ni machache kati ya mengi tuliyokuandalia kwa siku ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo Jumatano ameweka jiwe la msingi katika shule ya sekondari ya amali ya Mwamapalala kwa niaba ya shule zote 103 za sekondari za amali nchini. Imearifiwa kuwa mhubiri mwenye utata kutoka nchini Kenya, Gilbert Deya, aliyedai kuwa na uwezo wa kuwapa wanawake mimba za kimiujiza, amefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea karibu na mji wa Kisumu, magharibi mwa taifa hilo. Na katika michezo, uongozi wa klabu ya Yanga leo Juni 18 umetembelea na kutoa msaada wa mahitaji muhimu kwa watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha Nuru Orphans kilichopo Uyole jijini Mbeya. Taarifa hii ya habari inapatikana kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ, lakini pia tufuatilie kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM na Instagram na X ni Dream FM TZ. Na sasa ni muda wa kuziangazia kwa kina taarifa tulizokuandalia kwa siku ya leo. Uko nami Brown Tinda. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan amesema kuwa mwelekeo wa serikali ni kukuza zaidi elimu ya amali ili wahitimu wa shule za sekondari waweze kupata ujuzi wa kujiajiri au kuajiliwa baada ya kumaliza masomo yao. Rais Daktari Samia Suluhu Hassan amesema hayo leo Jumatano, muda mfupi baada ya kuweka jiwe la msingi katika shule ya sekondari ya amali ya Mwamapalala kwa niaba ya shule zote 103 za sekondari za amali nchini katika wilaya ya Itilima mkoani Simiyu wakati wa ziara yake ya kikazi. Mwanahabari Fabian Festo amekuandalia taarifa ifuatayo. Akizungumza mara baada ya kuweka jiwe la msingi katika shule ya msingi Amal, Rais Dr. Samia amesema lengo la ujenzi wa shule hizo ni kuendeleza na kukuza zaidi elimu ya Amal. Aidha, kiongozi huyo mkuu wa nchi amesema kuwa kwa sasa serikali itahakikisha inabadili mwelekeo wa wahitimu wanapata ujuzi utakaowawezesha kujitegemea. Ujuzi wa kwenda kuajiriwa au kujiajiri. Shule ya ufundi inafanya awe study sasa. Anajua yeye ni bingwa katika eneo hilo. Kwa hiyo tunazijenga nyingi. Na shule hii ya Itilima inawasilisha au inawakilisha shule nyingine nyingi ambazo tumezijenga ndani ya Tanzania yote. Awali, Waziri wa Nchi, Ofisi ya Rais TAMISEMI, Mohamed Mchengerwa, ameeleza kuwa serikali imetoa shilingi bilioni 41.6 kwa ajili ya ujenzi wa shule za sekondari za Amal kwa maana ufundi kwenye mikoa 26 ya Tanzania bara, zamana ikiwa ni kuhakikisha wahitimu wanakuwa na uwezo wa kujitegemea. Fabian Mwalego, Dream Media habari. Wazazi na walezi jijini Mbeya wameshauriwa kujiwekea utaratibu wa kuzungumza na watoto wao kuhusu masuala ya afya ya uzazi ili kuendelea kulinda kizazi cha sasa na baadaye. Ushauri huo umetolewa na Daktari Elizabeth Makala kutoka kliniki ya madaktari bingwa mkoa wa Mbeya, akitaja magonjwa pamoja na mimba zisizotarajiwa kuwa ni miongoni mwa madhara ya watoto kutopata elimu ya masuala ya uzazi. Taarifa ya Cloud Elias inafafanua zaidi. Katika jamii nyingi masuala ya uzazi bado ni vigumu kuzungumzwa, hasa miongoni mwa wazazi na watoto wao, hali ambayo inachangia upungufu wa uelewa miongoni mwa vijana kuhusu masuala ya afya ya uzazi. Wazazi wengi wanakutana na changamoto mbalimbali wanapojaribu kuzungumza na watoto wao kuhusu masuala ya uzazi, ikiwemo watoto kujikuta wana uelewa zaidi kuliko wazazi wao, hali ambayo inasababisha kupata madhara miongoni mwao. Huko baadhi ya wazazi wamekuwa wakikosa muda wa kuzungumza na watoto wao kutokana na majukumu yao ya kila siku. Hivyo hali hiyo inasababisha upungufu wa uelewa miongoni mwa watoto wa kike. Wakizungumza kwa nyakati tofauti, baadhi ya wazazi na walezi jijini Mbeya wamesema kuwa ni vigumu sana kuzungumza na watoto wao kutokana na kuwepo kwa teknolojia iliyopo kwa sasa, huku wengine wakisema wenye jukumu la kuzungumza masuala ya uzazi kwa watoto wao wa kike ni jukumu la mama au mlezi yoyote wa kike, licha ya elimu ambayo imekuwa ikitolewa juu ya wazazi wote kushirikiana katika malezi yote ya watoto wao bila ya kujali jinsia. Kizazi hiki ni kizazi cha kidigitali, cha utandawazi. Mambo mabaya yanatokea na mambo mazuri.
Sasa ukishamwambia hivyo anajua kwamba hili anapolifanya, ukishamweleza anajua hili ni baya na madhara yake ni makubwa. Usipoelimisha watoto, matokeo yake wanakuja kupata na vizazi ambavyo baadaye watoto anakuwa bado hajajipanga, hajajiandaa jinsi ya kulea mtoto. Anaweza anapata ujauzito huko akapata matatizo makubwa zaidi ya hayo, akazaa watoto ambao baadaye wanakuwa machokola. Dkt. Elizabeth Makala kutoka katika kliniki ya madaktari bingwa mkoa wa Mbeya amesema ni jukumu la wazazi na walezi wote kuzungumza na watoto wao kuhusu masuala ya uzazi ili kuwaepusha na madhara mbalimbali ikiwemo mimba zisizotarajiwa. Sasa hiyo elimu inahitaji kuwafundisha kitu cha ukweli wanawake. Sisi tunaokaa nao watoto wao mara kwa mara, tusifiche, tuambie. Sio kama zamani wakati wa shetani bado hajaanza kucheza na watu, alikuwa hajaamka bado alilasinzia, lakini sasa hizi shetani yuko migongoni na watoto, kwamba mwanangu wewe ni mdogo bado, hata kama una uwezo kupata hisia, usijaribu kutumia mwili wako mapema. Hata hivyo, Dkt. Makala amesema kutokana na teknolojia ya sasa, mtoto hatakiwi kufichwa masuala ya uzazi, kwani baadhi yao wamekuwa wakijifunza vitendo hivyo, wamekuwa wakijifunza vitendo viovu kupitia mitandao ya kijamii. Hivyo ni vyema wazazi wakaendelea na elimu ya mara kwa mara ili kuwanusuru na adha zinazowakabili. Claudia Yasin. Kufuatia uwepo wa matukio ya uporaji kwa njia ya pikipiki na bajaji, wananchi jijini Mbeya wametakiwa kuwa waangalifu pindi watembeapo usiku ili kujiepusha na matukio ya uhalifu, ikiwa ni pamoja na kuporwa simu na pochi. Kwa mujibu wa mratibu wa polisi jamii mkoa wa Mbeya, ambaye pia ni polisi kata wa kata ya Ilomba, mkaguzi wa polisi Athmani Kimeza amesema ni kwamba ili kukabiliana na matukio hayo, jeshi la polisi linaendelea kuanzisha vikundi vya ulinzi shirikishi. Zaidi tuungane na Rachel Mgala. Baadhi ya wananchi jijini Mbeya wamelalamikia kuporwa simu na pochi zao na watu wanaotumia bodaboda, wakiliomba jeshi la polisi kuingilia kati kwa kuchukua hatua kali dhidi ya wahusika. Wakizungumza na Dream Media, wananchi hao wamesema wamekuwa wakiogopa kutembea hasa nyakati za usiku, wakihofia kuporwa mali zao, hali ambayo inasababisha kurudisha nyuma juhudi za kujikwamua kiuchumi. Unakuta bodaboda moja imetangulia, imesimama akajifanya kama nzima. Unapohitaji anapokuomba msaada, unahitaji kutoa msaada, ndipo pale vibaka wanakuja wanavamia wote, kumbe wako dili moja. Kwa upande wao, baadhi ya madereva wa pikipiki wamekana kuhusika na matukio hayo ya uporaji, wakisema kuwa matukio hayo hufanywa na watu wasiowema ambao hutumia pikipiki na kutaka wananchi kufika kwenye vituo rasmi pindi wanapohitaji kutumia usafiri huo. Kwa namna nzuri kabisa ya kutambuana, ili asiwepo mtu ambaye sio miongoni mwetu akawa anafanya shughuli inayofanana na yetu na akawa anafanya matukio tofauti. Nadhani ushirikiano unahitajika zaidi kati ya serikali na bodaboda wenyewe ili kutengeneza mfumo mzuri wa namna ya kutambuana. Sasa inaonekana sio kweli, kwa sababu unakuta huyo mtu ukimuuliza unasema aliye kupora au ulimchukua wapi, ulimsimamisha njiani. Sasa nao abiria wana makosa kuwasimamisha wale watu njiani baada ya kwenda ofisini kwake. Kama hapa tulipo hapa, unakuja mazingira kama haya, unachukua bodaboda yako, hata tukio kutokea unasema nilimkuta mtu sehemu fulani. Ili kufahamu zaidi undani wa matukio hayo na namna ambayo jeshi la polisi limekuwa likishughulikia, nayo Dream Media imezungumza na mratibu wa polisi jamii mkoa wa Mbeya, ambaye pia ni polisi kata wa kata ya Ilomba, mkaguzi wa polisi Athmani Kimeza. Kimeza amesema jeshi la polisi kama lilivyopewa dhamana ya kulinda raia na mali zake, limekuwa likifanya hivyo kwa kushirikiana na wananchi kupitia vikundi vya ulinzi shirikishi ambavyo vimekuwa vikianzishwa kwenye mitaa mbalimbali ndani ya jiji na mkoa wa Mbeya. Pikipiki na zenyewe vile vile zinasajili za namba. Tunapanda pikipiki nyakati za usiku, hakikisha sasa namba ya pikipiki angalau unaifahamu. Lakini vile vile angalia
pikipiki watu unapanda, maana kuna watu sasa hivi mtu anaweza kukwambia bwana unapanda pikipiki una mishikaki, yeye anakuwa wewe unaikwa kati afu mwingine anakaa nyuma, na yeye ile kiusalama sio nzuri. Zaidi Kimeza amewataka wananchi kuwa waangalifu pindi wanapotembea usiku ili kujiepusha na matukio ya uhalifu. Rachel Mgala, Dream Media habari. Mtazamaji wa Dream Media, na kukumbusha kuendelea kufuatilia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook na X ni Dream FM na Instagram ni Dream FM TZ. Na sasa tuziangazie taarifa za mataifa mbalimbali kama katika mkusanyiko wa habari za mataifa mbalimbali. Leo tunaanzia nchini Kenya, ambapo mhubiri mwenye utata kutoka Kenya Gilbert Deya aliyedaiwa kuwa na uwezo wa kuwapa wanawake mimba za kimiujiza amefariki katika ajali ya barabarani. Polisi waliambia vyombo vya habari kuwa Deya alifariki papo hapo Jumanne jioni baada ya gari lake kuhusika katika ajali na basi la chuo kikuu na gari jingine karibu na mji wa Kisumu magharibi mwa Kenya. Takriban watu wengine 30 waliripotiwa kujeruhiwa, akiwemo mtu aliyetambulika kuwa mke wake na abiria kwenye gari lake na wanafunzi 15 waliokuwa katika basi. Deya ambaye alikuwa akiendesha kanisa moja mjini London alijizolea maarufu mkubwa mwanzoni mwa miaka ya 2000 kufuatia madai yake kwamba angeweza kuwasaidia wanandoa wenye changamoto za uzazi kupata watoto wa miujiza kupitia maombi. Uchunguzi baadaye ulihusisha kanisa lake na kundi linalodaiwa kuwa la ulanguzi wa watoto na kusababisha kukamatwa kwake na kurejeshwa nchini Kenya kutoka Uingereza takriban miaka 8 iliyopita baada ya vita vya kisheria vilivyodumu kwa muongo mmoja. Aliondolewa mashtaka hayo miaka 2 iliyopita kutokana na kutokuwa na ushahidi wa kutosha. Leo tarehe 18 mwezi wa 6, gavana wa kaunti ya Siaya James Orengo alisema amepokea kwa huzuni kubwa kifo cha mhubiri Gilbert Deya, akithibitisha kuwa ajali hiyo ya kutisha ya barabarani ilihusisha gari la kaunti hiyo. Na matumizi ya bangi yanatajwa kuongeza maradufu hatari ya kufa kwa magonjwa ya moyo, utafiti mkubwa umegundua. Utumiaji wa bangi huongeza hatari ya kufa kutokana na ugonjwa wa moyo maradufu, kulingana na uchunguzi mpya wa data ya matibabu iliyohusisha watu milioni 200, wengi wao wakiwa kati ya umri wa miaka 19 na 59. Ikilinganishwa na wasiotumia, wale waliotumia bangi pia walikuwa na hatari kubwa ya 29% ya mshtuko wa moyo na hatari kubwa ya 20% ya kiharusi, kulingana na utafiti uliochapishwa Jumanne katika jarida la Moyo. Huu ni moja ya tafiti kubwa zaidi hadi sasa unaohusu uhusiano kati ya bangi na ugonjwa wa moyo, na unaibua maswali mazito kuhusu dhana kwamba bangi huwa na hatari ndogo kwa moyo na mishipa, alisema daktari wa watoto Dr. Line Silver, profesa wa kliniki inayohusika na takwimu za magonjwa katika chuo kikuu cha California San Francisco. Mimi ni Saul Godin. Hii ni Dream Media habari. Uongozi wa klabu ya Yanga leo Juni 18 umetembelea na kutoa msaada wa mahitaji muhimu kwa watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha Nuru Orphans kilichopo Uyole jijini Mbeya. Katika michezo ni kwamba kama ilivyo desturi kwa upande wa klabu ya Yanga, kila wanavyo kwenda kucheza mchezo kwenye mkoa husika, mara nyingi tumekuwa tukishuhudia klabu hii ikitembelea baadhi ya vituo na kutoa mahitaji maalum. Sasa leo katika mkoa huu wa Mbeya, uongozi wa Yanga imetembelea katika kituo chenye mahitaji maalum cha Nuru Orphans kilichopo Uyole jijini Mbeya, na baada ya kufika pale kimetoa mahitaji kama chumvi, sabuni, mafuta, madaftari, viatu, nguo na kiasi cha fedha. Na katika habari za kimataifa, michuano mikubwa ya kombe la dunia ngazi ya vilabu imeendelea kushika kasi nchini Marekani,
Jana tukishuhudia baadhi ya michezo ikipigwa, vilabu kutoka Afrika vikiendelea kufanya vizuri kweli kweli kwenye michuano hiyo, vikiendelea kuonyesha ushindani mkubwa pale zinapokutana na timu kutoka bara la Ulaya. Na leo michuano hiyo inaendelea kushika kasi. Majira ya saa 1 kamili za usiku Man City atacheza dhidi ya Wydad Casablanca kutoka Morocco, lakini pia mchezo mwingine tutaushuhudia majira ya saa 4 kamili za usiku ambapo Real Madrid atakuwa uwanjani kucheza dhidi ya Al Hilal. Na kabla ya kuhitimisha Dream Habari, ni kukumbushe tena machache kati ya mengi tuliyokuwa nayo kwa siku hii ya leo. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan leo Jumatano ameweka jiwe la msingi katika shule ya sekondari ya amali ya Mapalala kwa niaba ya shule zote 103 za sekondari za amali nchini. Imearifiwa kuwa mhubiri mwenye utata kutoka nchini Kenya, Gilbert Deya, aliyedai kuwa na uwezo wa kuwapa wanawake mimba za kimiujiza, amefariki dunia katika ajali ya gari iliyotokea karibu na mji wa Kisumu, magharibi mwa taifa hilo. Na katika michezo, uongozi wa klabu ya Yanga leo Juni 18 umetembelea na kutoa msaada wa mahitaji muhimu kwa watoto yatima wanaolelewa katika kituo cha Nuru Orphans kilichopo Uyole jijini Mbeya. Na huo ndio mwisho wa Dream Media Habari. Endelea kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii za Facebook ni Dream FM, na Instagram na X ni Dream FM TZ, na kupitia akaunti yetu ya YouTube ya Dream Media TZ. Kwa heri.